Sababu shetani ameshatambua anao wakati mchache, muda wake umeisha. Shetani muda umeisha, anajaribu kuleta mambo ya kuhakikisha watu hawaingii mbinguni. Hii imani ya Mungu shetani haitaki. Nilikuwa naangalia klipu za Marekani walikuwa wanachoma Biblia, wanasema kwamba hatutaki, zinatukandamiza Biblia, hatutaki, haziuleti haki. Na ndio maana alikujaga Papa Francis, alianza kusema nataka kutengeneza dini moja, New World Order, ambayo dini, umoja wa dini, kwamba watu wa dini ya Kikristo na Waislamu wawe kitu kimoja. Wakatengeneza kitu kinaitwa destroy their symbols of oppression. Symbols of oppression. Bwana Yesu asifiwe. Mtu wa Mungu, Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki wewe unayefuatilia chaneli zangu na vipindi vyangu vya neno la Mungu. Lakini leo nataka tugusie sehemu moja ndogo sana kwa ufupi. Kutokana na mazingira ambayo tuko nayo nyakati za leo, tambua ni kipindi cha siku za mwisho. Yesu yuko mlangoni. Yuko karibia kurudi sana. Kumbuka alisema kwenye kitabu cha Yohana, anasema ninaondoka, ninaenda kuandalia mahali, ili nilipo na nyinyi watumishi wangu muweze kuwepo. Mimi nikienda na kuandalia mahala, nitakuja tena niwakaribishe kwangu. Lakini kumbuka, mtu ambaye ukishakuwa ni mwanafunzi wa Yesu, lazima utakuwa macho wakati wote, kwa sababu anasema kama mwenye nyumba angejua saa mwizi anayeingia katika nyumba yake, angelikesha macho, asingekubali nyumba yake kuvunjwa. Hata ungelikuwa ni wewe mwizi anakuambia leo nitakuja kuibia usiku, haujui atakuja muda gani, unakesha macho ukisubiria. Lakini kwa kuwa haujui saa na majira ambayo mwizi atakuja, ndipo unashtukia ghafla uharibifu umekuja. Na Paulo anasema watu waonapo kuna salama na amani, ndivyo uharibifu uajiliavyo ghafla. Tunaangalia kwenye taifa letu la Tanzania saa hizi, nimeona baadhi ya wabunge wamekuwa wana marumbano kwamba makanisa, jamani, naomba yafungwe. Wengine wanasema tutaandaa sheria kwa ajili makanisa yafungwe, wengine wanasema inabidi yafuatiliwe. Nataka nikwambie ndugu yangu unanisikia, hiki kipindi kama ulikuwa unacheza mchezo wa kutokusoma neno la Mungu, na Mungu anasema hivi, maneno yangu yakae ndani yenu kwa wingi, kusudi ya wale watu wanaotaka kuwapoteza. Sisi kama watumishi wa Mungu, tunasimama kwenye zamu zetu. Habakuki anasema nitasimama kwenye zamu yangu. Tambua nyakati na majira yameshafika. Ni kipindi ambacho kinahitaji wewe kama mtumishi wa Mungu uvae silaha ya Mungu, uweze kusimama kama jasiri. Neno la Mungu katika Timotheo, Paulo anasema vita nimepigana na mwendo nimemaliza salama na nimeokewa taji. Alipigana vita namna gani? Alikubali kuteseka, kupata mateso kwa sababu ya injili hii ambayo tunaihubiri. Itafika mahala tutaanza kuwa kama wakina Petro. Petro amemweka magerezani. Kumbuka kipindi kile Petro anahubiri neno la Mungu, Mafarisayo na Wayahudi walikuwa hawapendi kabisa habari za imani ya Yesu, wakamweka ndani. Ukisoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 4:12, wakati Petro amefanya miujiza, amewekwa magerezani, wakaona hakamatiki, serikali imejaribu kumtafuta. Hapa anasema walipoona ujasiri wa Petro na Yohana, walijua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu. Hawana elimu, hawana maarifa, wakastaajabu. Wakatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu, na walipomwona yule aliyoponywa amesimama pamoja nao, hawakuwa na neno la kujibu. Wakawaamuru kutoka katika baraza. Hao ni watu wenye baraza. Katika baraza wakafanya shauri wao kwa wao, wakasema tuwafanyie nini watu hawa? Ni dhahiri kwa watu wote wakao Yerusalemu ya kwamba ishara mashuhuri imefanywa nao, wala tuwezi kuikana. Lakini neno hili lisije likaenea katika watu, na tuwatishe wasiseme tena na mtu awaye wote kwa jina la Yesu. Hapa wanawaambia hubirini, lakini msilitaje jina la Yesu. Wanamwambia kina Petro. Petro anasema hatuwezi kuacha kunena mambo ambayo tumeyaona na tumeyasikia, na miujiza kweli walikubali wameiona kwa watumishi wa Mungu. Na ndio tupo kipindi hicho cha kina Petro leo. Tuko nyakati za mwisho ambazo kuna migongano ya kidini, migongano ya kiserikali. Tunaona viongozi wa kidini, kwa mfano tunakuta kina Gwajima makanisa yao yamefungwa. Unapokuta kanisa la Gwajima limefungwa, ndugu yangu, hapo ni saa ya wewe kuinua macho. Mungu anasema, Yesu alisema kwenye kitabu cha Mathayo, mnapoona mtini jifunzeni mfano wake. Mtini ni taifa la Israeli. Mnapokuta mtini ukiisha kuchipuka, mjue nyakati ni karibu. Hayo ni mwanzo tu. Umeona makanisa yameanza la Gwajima, na Gwajima ameinuka ghafla, na angalia kanisa lake limefungwa. Na yeye alikuwa ametangaza kabisa kile kipande, anasema hapana,
Mimi si wa kanisa langu walifungwa na hakuna wakufungwa, lakini mwisho wa siku tunaona kanisa limefungwa. Nataka nikwambie ndugu yangu, hapo ni mimba tu, ni mwanzo wa utungu huo. Kinachofuata hayatafungwa hayo, yatafungwa ya walokole waliookoka wote, kwa sababu hao kwanza wanahubiri ukweli, hao kwanza ndio wanaosimamia misingi ya imani sawasawa. Na maaskofu hao wamekuja haraka kukimbia kuja kusikiliza ni nini kinachoendelea. Of course hata mimi mwenyewe sijajua kinachoendelea, lakini naona hapo nje kuna defender za polisi. Kama anasema kwenye Yeremia, nitaweka sheria zangu ndani ya vibao vya mioyo yenu. Hamtakwenda hamtafundishana kila mtu na jirani yake, mtamjua Mungu. Sheria inakaa ndani, ndio maana ya agano. Unaona haya mambo yanayoendelea, tambua nyakati ni karibu, Yesu yuko mlangoni, na hapa makanisa yote yatafungwa. Sijui utaenda kuabudu wapi. Unapochelewa kumjua Mungu ndio unajimaliza mwenyewe, unajimaliza. Itafika mahala, tumezoea kusoma katika kitabu cha Ufunuo, anasema ile namba ya mnyama 666 itakapokuja hakuna kuuza wala kununua, na ndio tunaenda huko sasa. Na Biblia kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 10, Mungu anasema ole wa dunia hii, wa nchi na bahari, kwa sababu shetani ameshatambua anao wakati mchache, muda wake umeisha. Shetani muda umeisha, anajaribu kuleta mambo ya kuhakikisha watu hawaingii mbinguni. Imani ya Mungu shetani haitaki. Nilikuwa naangalia klipu za Marekani walikuwa wanachoma Biblia, wanasema kwamba hatutaki, zinatukandamiza Biblia, hatutaki, haziuleti haki. Na ndio maana alikujaga Papa Francis, alianza kusema anataka kutengeneza dini moja, New World Order, ambayo dini, umoja wa dini, kwamba watu wa dini ya Kikristo na Waislamu wawe kitu kimoja. Wakatengeneza kitu kinaitwa Krislamu, walitaka kuzindua mwaka 2025. Bahati mbaya au bahati njema, ametoweka kwenye dunia hii, yuko mbele za haki. Bwana asifiwe. Krislamu mpaka leo ipo, imesimama battle kati ya Muislamu na Mkristo, dini moja, imetulia. Sasa hizi tunaangalia, tunakuja tunaona makanisa yamefungwa, yanaanza ufufuo na uzima. Hilo kanisa yapo mpaka mkoani kwetu. Sasa hizi hiyo ni manzo tu, wataendelea. Na serikali nimeangalia kwenye bunge na kuwekea kipande, inavamia viongozi wa dini. Kwa tunaenda kufanya uchambuzi vizuri, kaleta mbele ya bunge hili, tuwaonyeshe wale ambao wanafanya kazi kinyume na utaratibu, ili itakapowachukulia hatua Watanzania wajue kwamba. Fanyeni sasa hivi, naomba mreview madhehebu yote ya dini ya hovyo yanayosema uongo, tuyafungie. Nimetangaza kabisa natakiwa makanisa yafuatiliwe, umeona, yachakachwe. Halafu na huyu mama mwingine huyu, nadhani mmemsikia yule mama anasema kiboko ya wachawi ametuibia hela zetu. Unaona shetani ni korofi. Amejaribu kuleta, ameingiza watu sio watumishi wa Mungu kabisa, wamefungwa makanisa bila vibali vya serikali. Imefika mahala, unajua sisi mara ya kwanza nakumbuka makanisa ya EAGT, na itaje ile kanisa ukweli. EAGT ilikuwa ni makanisa ambayo hayanaga hata habari za wachungaji kwenda kusomea vyuo, walikuwa hakuna. Wakina askofu wakina Moses Kulola walianzishaga ile makanisa, wanajiwekea viturubai tu, wanafundishana mambo ya Mungu, hakuna mambo ya vyeti, cheti cha uchungaji, ilikuwa hakuna. Kanisa mengine ya TAG ndio wakaanza usajili wa vyeti, tunaona wanaleta vyeti, mpaka inafika mara wachungaji ndio na vyeti ndio ufunguliwe ibada. Lakini sema kweli, mambo ya Mungu hakuna vyeti. Mungu wapi anashomewa? Unaweza kusomea kumponya mtu pepo, kutoa pepo, unasomea wapi? Kiwete ili aweze kutembea, unaenda kusomea wapi? Hata kama wewe ni nabii, kuna chuo gani kinafundisha unabii? Utakuwa unajifunza tu, unatoa unabii kwa akili zako. Ndio hiyo hapo, kama wakinanyisakia wanaanza kusema mwaka fulani nguvu za kiume zitakuwa hakuna, afu tunaziona zipo, na ameshindwa cha kufanya. Mwisho wa siku tunaona anasema nadhani tu watu tu wenyewe tu wana shingo ngumu, lakini wameishiwa nguvu za kiume. Sio kweli, tunazo nguvu za kiume. Bwana asifiwe. Huko ni kutumia akili zako. Manabii, Biblia inasemaje katika Petro anasema unabii haukuletwa na wanadamu. Wanadamu walianena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu ndio ufunuo wenyewe, ndio alikuwa anakaa kwa manabii, anaofunulia mambo ya mbinguni. Paulo anasema tumefunuliwa kwa Roho, kwa sababu Roho hujua hata mafumbo ya Mungu. Kilichofanya Yusufu kuwekwa nafasi ya waziri mkuu kwa Farao Misri, kwa sababu Biblia inasema alikuwa na roho bora, Roho Mtakatifu. Anasema huyu roho, hata Farao mwenyewe pamoja na uchawi alionao, na ni kiongozi mkubwa kabisa kwenye nchi ya Misri, akasema tupate wapi watu wenye roho kama hii? Roho Mtakatifu ni zawadi, ni gift. Biblia na Kiingereza anasema ni zawadi Mungu ametupa ili tuwe manabii kwenye hii dunia, tuweze kutoa
kutatua matatizo ya serikali, matatizo ya makanisa, watu wenye shida tukiona shida imeingia kama hatujui. Roho Mtakatifu kwa kuwa Mungu, Biblia inasema ni Emmanuel, Mungu pamoja na sisi, anakaa na sisi, tunaona mambo yanayoendelea. Tunaweza tukaona hata ndani ya Ikulu tunaona kinachoendelea, tunaona kwa mawaziri kinachoendelea, lakini sio tunajisifu. Kama mimi nimeona mambo mengi tu, kwa sababu mambo mengi tu ya kiserikali sijawahi tangaza mtandaoni. Hata kama Mheshimiwa Magufuli kabla hajafa, mimi nilishaonaga, Mungu aliniambia Magufuli atakufa tarehe fulani, siku fulani, niliandika hadi kwenye daftari, lakini sikwenda kutangaza popote. Namuuliza Mungu, nifanye nini? Endeleeni kuombea nchi. Kwa hiyo itafika mahali ninachozungumza, makanisa yatafungwa. Imeanza la Gwajima Uzima na Ufufuo amefungia, imeanza hivyo. Haya manabii wa uongo ndio shetani amewainua makusudi. Nilichokuwa nataka nikwambie, naenda wewe nabii wa uongo, wanauza maji, wanauza chumvi, wanauza mafuta, baadaye ionekane kama kuvuruga imani. Baadaye shetani anasajili na wengine feki. Nimekuta baba moja anahubiri kwenye kanisa, amevaa skuna, anahubiri. Biblia inasemaje? Paulo anasema watu wanamhubiri Kristo kwa hila. Shetani amewaingiza kwa makusudi ili kukoroga, halafu kutengeneza matakwa yake yeye. Mwisho wa siku, amini nakwambia, itatangazwa tangazo rasmi. Tutapewa namna ya kuhubiri. Jamani, saizi tunataka kila mtu ahubiri kitu fulani. Tutapangiwa vya kuhubiri kitu ambacho hakiwezekani. Tutasimama sasa kama kina Petro, wanasema hatuwezi kuacha kunena tulichokiona na kukisikia. Wanasema kuhubiri, hubiri, msitaje jina la Yesu. Walimkamata Petro, lakini bado hawakuweza kushindana na imani. Yesu anasema nalijenga kanisa langu kwenye mwamba, malango ya kuzimu hayatalishinda, wala hayatalishinda kabisa. Ni kanisa imara la Yesu kwenye mwamba ambao ndio jina lake mwenyewe. Sasa basi, anasema Yesu itafika mahala. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sasa 16 mstari wa 2, tujifunze kidogo. 16 Yohana mstari wa 2 anasemaje? Watawatenga na masinagogi, na saa yaja atakapodhania kila mtu auae ya kwamba anamtolea Mungu ibada, na hayo watawatenda kwa sababu hawamjui Baba wala mimi. Unaona, itafika mahala watumishi wa Mungu wataanza kuuawa kama walivyouawa zamani. Mungu ni yule yule jana, leo na hata milele. Na Yesu anasema dhiki inakuja na itakuwa ni mwisho wa dunia, na Biblia inasema mbingu zitakunjwa kama ukurasa. Dunia, ole wa nchi na bahari. Bahari, Biblia inapozungumzia kwenye kitabu cha Isaya, Mungu anasema dunia ni kama bahari iliyochafuka, ndani yake kumejaa takataka, zimejaa tope. Ndani ya bahari tambua kuna samaki. Umeshawahi kuona mvuvi anapovua samaki? Mvuvi anapovua samaki, wanatoka konokono, wanatoka samaki wadogo wakubwa. Kwa hiyo anaanza kupembua hadi nyoka wanakuwepo. Ndio Biblia inasema dunia imechafuka kama bahari ilivyo chafu. Dunia inawayawaya kama machela, imechafuka. Hakuna amani kwenye dunia. Biblia inasema kwenye Isaya hakuna amani. Ndio maana Mungu anambia Isaya, paza sauti, usiache, waambie watu makosa yao, kwa sababu dunia imefika mwisho. Imefika mahala kila mmoja takiwa asimamie imani yake, kwa sababu neno la Mungu linasema watakuwa wanatuua wakizani wanamtolea Mungu ibada, kwamba huyu mtu yupo kinyume pengine na serikali. Ukani unahubiri kitu fulani, unahubiri habari za huyo Mungu wakati watu hawataki. Masokoni watu wataanza kukamatwa, mitaani watu wataanza kukamatwa, hamna vibali, hamna nini. Lakini Biblia tutasimama kwenye msingi kwamba kuhubiri, tutahubiri, hatutaacha. Vinginevyo watumishi wanaohubiri ukweli wote wa kiroho watawekwa ndani, na ni kweli kama wakina Petro. Hichi ndio kipindi kipo, makanisa yatafungwa tu. Vinginevyo tukubaliane na serikali kile inataka. Kama itataibu kufuta Biblia, na Biblia Mungu, kuna mwaka fulani Mungu alinionyesha kwenye maono kwamba Biblia inakuja kufuta. Nikaja kuona baadaye Marekani kule wanachana Biblia. Hatutaki, no right, hazina haki. Tunataka si wenyewe kujiendesha na mawazo yetu wenyewe. Hazina haki Biblia. Wamechana, makanisa wanashangilia, wanachana, wanatupa, wamekataa mwongozo wa Mungu. Alafu unasemaje uvunje? Inawezekaneje? Bora tufe katika Bwana. Biblia inasemaje? Heri wafu wafao katika Bwana, wapate kupumzika baada ya tabu zao. Paulo anasema mtu asinitaabishe, nimejaa chapa za Yesu. Tunamhubiri Kristo. Kristo ndio neno la Mungu, tunamhubiri huyo. Unafikiri tutaogopa? Shetani anakutisha, anasema msihubiri. Tutahubiri. Kanisa zikifungwa haina shida, tunahubiri mitaani, tutahubiria barabarani, maadamu Mungu yupo. Kama watatukamata wewe ambaye umezoea kuongozwa na wachungaji, na kupa pole. Hizi ni siku za mwisho. Jisimamie. Mungu anasema kwenye Ezekieli sura ya 2, mwanadamu, simama kwa miguu yako, kwa sababu hao watu ni watu walioniasi mimi, ni nyumba ya Israeli. Hawanitaki mimi kwa sababu wameniasi. Basi
wewe simama kwa miguu yako. Hata hivyo watajua kwamba nabii ametumwa katikati yao. Ninakutuma katika nyumba iliyoasi. Tambua manabii ni watumishi wa Mungu kama walivyo wachungaji, kama walivyo wainjilisti. Wote tunaona nyakati ni za mwisho. Makanisa yanafungwa, wacha yafungwe, lakini tunasimama kwenye ukweli. Namba 666 ndio inataka kufika. Jamani, kanisa bila chapa ya mnyama. Mnyama anayezungumziwa ni yule mtu ambaye ni mpinga Kristo atakayeingia kwenye dunia. Atatokea kwenye mambo ya kiserikali haya, atatokea kwenye jamii hizi. Usifikiri mnyama ni mtu gani. Mungu anasema kwenye Mithali, mwanadamu asiyemjua Mungu, ambaye hamjui Mungu, ni sawasawa na mnyama anayepotea, yani anayekufa tu. Lakini mjue sana Mungu, uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokujilia. Ndugu yangu, simama mwenyewe. Acha kutegemea wachungaji, acha kutegemea manabii, acha kutegemea mitume. Mungu anasema lazima mkuwe mfike kwenye kimo cha Kristo. Yesu hakuogopa Herode. Herode alipomwambia kwamba wewe nitakuua. Shida unajua ni nini? Unajua kwa nini nchi inagombana viasi mpaka inafika mahala viongozi kwa viongozi wanagombana? Shida sio viongozi rais, shida sio viongozi wote. Shida ni kile kiti walichokalia. Mungu anamwambia Daudi, kiti chako cha enzi nitakifanya imara. Ndio maana ukikuta kiongozi fulani amekufa, wanachoangalia ni kiti. Hata kwenye maofisi ya kawaida wanaangalia kiti, atakaa nani. Ndicho kilichotokea. Kiti ndio kinachoua watu. Viti vya enzi, watu hawataki kujishusha. Unajua shetani ndio maana ameleta roho ya kiburi sana kwa watumishi wa Mungu wengi. Ukimuonya saizi anakwambia wewe nimeanza huduma miaka mingi, utaniambia nini wewe? Mwingine anakwambia wewe unanionya mimi? Mimi namjua Mungu kuliko wewe, nimeanza utumishi mwaka 70, mwaka 90. Wewe umeanza juzi na miaka 20 tu. Hicho ni kiburi cha uzima. Kumbuka Yesu ameanza huduma na miaka 30. Huku nyuma hatujui alikuwa anafanya nini. Miaka 30 Yesu ameanza huduma, anakemea Mafarisayo, anakemea waandishi, watoza ushuru wa serikali, anakemea wote, na akasema kabisa itafika mahala na nyinyi watakuwa wanawaua wakijua wanamtolea Mungu ibada. Lakini kwa kuwa hamjui Baba wala mimi, msiogope. Anayeua mwili asiweze kuua roho zenu. Na shetani kwa kuwa ametambua hichi kitu na Mungu alichokiandika lazima kitimie. Kanisa linakwenda kunyakuliwa sio muda mrefu. Unaposikia watu wanapotea, nataka nikwambie, itafika mahala kanisa litachukuliwa. Watu wamepotea jamani, bado kuna utekaji. Sio utekaji, makanisa yameshachukuliwa, watu hawapo watakatifu. Wewe utabaki. Ndio shetani ataingia sana, mpinga Kristo wake huyo. Sijui anatokea kwenye serikali, sijui anatokea kwa wachungaji, lakini anatokea kwenye bahari, kwenye dunia hii. Nadhani atakuwa amekalia kiti cha serikali. Biblia inasema ndio wanaanza kutafuta. Amepotea mwanaume, ulikuwa ni mzinzi, mke wako ameokoka, ameondoka, wewe umebaki. Wengine wako shambani wanalima pamoja familia, wengine wanaachwa, wengine wanachukuliwa. Wawili wanakuwa wanasaga, mmoja anatwaliwa, mmoja anaachwa. Mlikuwa mmelala mtu na mke wake, bahati mbaya mwanamke ameokoka, mwanaume hujaokoka, umeachwa. Nguo zinabaki pale. Biblia inasema tunabadilishwa miili, tunaenda kumlaki Yesu mbinguni. Shetani anatambua majira haya na lazima kilichoandikwa kitimie, kwa sababu Mungu akisema itakuwa na lazima iwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, manabii hawa uongo amewaleta shetani ili kutimiza unabii ambao Mungu aliusema. Unapoona kiboko ya wachawi anafanya vituko madhabahuni, analeta matimbwili, serikali imechukulia hatua, inafanya hivyo, anainuka nabii mwingine, hata inuka na mwingine. Mwisho wa siku sasa, leo tumefikia sasa, serikali imechoka habari za watumishi, kwamba kwa nini mnajichanganya na siasa, kwa nini mnaingilia mambo yetu. Sasa basi makanisa, naenda kwenye msingi wa kanisa. Mimi nalia na makanisa yatafungwa. Hapa sio kwamba yamefungwa, yatafungwa. Ni unatabiri hapa, yatafungwa. Na Mungu alishanionyesha yatakuja yafungwe, kwa sababu kipindi cha corona, mbona corona imekuja tunatangaziwa kama kesho, jamani huu ni ugonjwa wa corona, haitaki mtu yote kutoka nje. Mimi namuuliza Mungu, Mungu akaniambia ugonjwa sio wa kwangu, ni watu wenye tamaa wameutengeneza kwa mambo yao wenyewe. Na ni kweli. Tuliendelea kuhubiri mitaani, japo walituzuia, tuliendelea kuhubiri na tukupata magonjwa yoyote. Hapo unapokuta magonjwa yameingia kama corona, usijifiche. Ndio wakati Magufuli na Mpenda alisemaga lazima kila mmoja asimame kwenye imani yake. Ni wakati wa kuthibitisha imani yako. Huyu Yesu mnayemtangaza kweli anaweza? Utajificha mpaka saa ngapi? Hatuogopi kufa,
Tunachoogopa kufa na dhambi peke yake. Kufa kwa kuuawa hatuogopi, tunaogopa kufa na dhambi. Hiyo ndio mbaya, kwa sababu ukiniua, Yesu anasema wakiwaua mwili hawana kwa kupeleka. Ogopeni Mungu anayeua mwili wako, anakamata roho yako, anaivalisha mwili wa maumivu, anakutupa kwenye jehanamu ya moto. Ndio maana Habakuki anasema, Baba, sheria imelegea, hukumu hakuna. Mungu anamwambia mwenye haki ataishi kwa imani. Ndio tunaishi kwa imani. Pombe ni mchumi mdanganyifu. Dunia imelewa kama mlevi. Watu wanapenda anasa kuliko kumpenda Mungu, wanapenda zinaa kuliko Mungu. Leo mtumishi wa Mungu, ikionekana unasema ukweli, unachukuliwa sheria. Msanii wa nyimbo za Bongo Flava kama wakina Diamond wakiimba hata uchi, hakuna naye wakamata. Ushoga ndio shetani ameuleta kwa mfumo huu. Wameanza kama maigizo, wameigiza wanaume kuvaa suruali, kuvaa sketi, wanawake kuvaa suruali, imekuwa kama fashion fulani. Shetani amewaleta kwenye 18 ana akili. Ukisoma kitabu cha Kutoka, shetani anawaambia wana wa Israeli watende kwa akili ili wasifikiri habari za Mungu wao. Shetani ameanza kama kuigiza mambo, amekoroga. Manabii wameshatibua sawa, kina kiboko ya wachawi, wakina Kuhani Musa saizi wametibua, wamepewa sifa mbaya. Kiboko ya wachawi anamsema mpaka mwenzake. Shetani amekoroga. Anachotafuta unayewindwa ni wewe uliookoka sawa sawa. Hawa hawana shida, hao ni kama upepo unaopita tu ili kuvuruga hicho, na unabii unatimia. Makanisa yatafungwa. Ndipo watasema sasa basi tunaweka sheria moja. Imani itaanza kukaa sehemu hii. Mwenye sikio na asikie, na Mungu akubariki. Kama hujaokoka ndugu yangu, unajua mwanasiasa yuko tayari aende kusimama kwenye jukwaa atetee siasa, hata wakimuua bado anakwenda jehanamu mwanasiasa huyo. Kama hujaokoka mwanasiasa, ukiuawa unakwenda jehanamu. Ni vema ungeokoka, njoo kwa Yesu. Kama hujaokoka, mtu wa aina yoyote anatamani kupokea Yesu. Ili tunapofika mahali tunaanza hizi vita vinakuja vya kiroho, sio vya kimwili sasa. Tunaenda vita vya kiroho, vya kidini hivyo. Mungu akubariki. Kama hujaokoka, fatisha sala hii. Sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi. Nimetambua kwamba ni kipindi cha siku za mwisho. Naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya. Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika upya jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunipokea. Kuanzia sasa namkataa shetani na mambo yake yote, katika jina la Yesu, amen. Kwa sala hiyo umeokoka kabisa. Kilichobakia ni wakati wa maombi. Ukihitaji ushauri, nipigie simu, ziko hapo namba zangu. Ukihitaji kanisa la kwenda kuabudu lo sahihi, nitakuonyesha hata ukiwa mbali. Tupo kipindi cha mwisho, ni kipindi kinachohitaji tuitetee imani ya Yesu. Wewe kama umeokoka, achana na mambo ya dunia hii, achana na watu wa serikali, simama kwa miguu yako, tutetee Yesu Kristo, na watu wamjue, watu wageuke, waache dhambi, wamrudie Mungu aliyetuumba. Mungu anamwambia Yeremia, anaongezea andiko moja kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 29 mstari kuanzia wa 7 pale na kuendelea. Anamwambia Yeremia, ninawapeleka kwenye utumwa, kwenye nchi ya ugenini. Mtakapofika pale mkaiombee nchi ili na nyinyi mpate amani. Lakini sisi tunasimama tunahubiri haya mtandaoni kwa kuwa amani haipo. Kama kuomba tunaomba, kama kupiga kelele tunapiga kama Habakuki. Mwisho wa siku Mungu anasema, simama kwa miguu yako, mwenye haki ataishi kwa imani. Mungu akubariki. Amen.